بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Kaf ha ya ain sad. Huu ni ukumbusho wa rehema ya Mola wako mlezi kwa mja wake Zakaria alipomwita Mola wake mlezi kwa siri akasema, Mola wangu mlezi, mafupa yangu yamedhoofika na kichwa kinameremeta kwa mvi, wala Mola wangu mlezi sikuwa mwenye bahati mbaya kwa kukuomba wewe, na hakika mimi na wahofia jamaa zangu baada yangu, na mke wangu ni tasa, basi nipe mrithi kutoka kwako atakaye nirithi mimi na awarithi ukoo wa Yakob. Ewe Mola wangu mlezi, na umjalie awe mwenye kuridhisha. Ewe Zakaria, hakika sisi tunakubashiria mwana, jina lake ni Yahya, hatujapata kumpa jina hilo yeyote kabla yake. Akasema, ewe Mola wangu mlezi, vipi nitakuwa na mwana na hali mke wangu ni tasa na mimi nimeshafikia ukongwe katika uzee? Akasema, ndiyo hivyo hivyo amesema Mola wako mlezi, haya ni mapesi kwangu, na hakika mimi nilikwisha kuumba wewe zamani na hali hukuwa kitu. Akasema, Mola wangu mlezi nijalie ishara.
akasema, ishara yako ni kuwa hutasema na watu kwa masiku 3 na hali ni mzima. Basi akawatokea watu wake kutoka mhirabuni, akawaashiria, msabihini Mwenyezi Mungu asubuhi na jioni. Ewe Yahya, kishike kitabu kwa nguvu, nasi tulimpa hikma angali mtoto, na tukampa huruma itokayo kwetu na utakaso, na akawa mcha Mungu, na akawa mwema kwa wazazi wake, wala hakuwa jabari muasi. Na amani iwe juu yake siku ya kuzaliwa na siku ya kufa na siku ya kufufuliwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Surat Maryam imeteremka Makka. Hii ni sura iliyoteremka Makka, na hamna aya za Madina ila aya 57 na 71. Hisabu ya aya zake ni 98. Imeanzia kwa harufi moja moja kama sura nyingi nyinginezo. Ndani ya sura hii kipo kisa cha kuzaliwa Yahya bin Zakaria alayhi assalam. Zakaria alitamani mwana na hali kesha fikiria ukongwe na mkewe ni tasa. Na kimetajwa pia kisa cha bibi Bikra Maryam alayhi salam na kumzaa kwake Masih alayhi salam. Kisha kikatajwa kisa cha Ibrahim alayhi salam na wito wake kulingania upweke wa Mwenyezi Mungu, na alivyomtaka babake aache kuabudu masanamu na majibizano yao yaliyojiri kwa ajili ya masanamu na madaraka ya Sheitani. Pia wameashiriwa manabii wengine katika dhuria za Ibrahim, nao Ismail na Ishaq na dhuria wa Ishaq. Tena kikagusiwa kisa cha Idris alayhi salam, na tena Mwenyezi Mungu subhanahu akataja habari za waliofuatia wakaja baada ya manabii, watu watiifu na wengine maasi. Na akataja kuwa pepo ndiyo malipo ya waumini na moto ni malipo ya makafiri. Na akazitaja hali za makafiri katika Jahannam. Na tena subhanahu akagusia ya wapotovu wanaosema kwamba Mwenyezi Mungu ana mwana. Na subhanahu amebainisha cheo cha Qur'an na amewaonya makafiri, na amepiga mifano ya watajwa wanaoasi manabii. Na akaashiria kwamba hao wamepotea kabisa, hawakuacha hata ukumbusho. Hizi harufi moja moja za kutamkwa zinaonyesha kuwa Qur'ani ni muujiza ulioundwa kwa harufi, na pia ni kuwazindua watu waisikilize. Ewe Mtume, hizi ni hadithi za Mola wako mlezi kwa rehema yake, kueleza kisa cha mja wake na nabii wake Zakaria pale alipomwelekea Mwenyezi Mungu na akamwomba kwa siri wasijue watu. Akasema, Mola wangu mlezi, mimi nimekwisha dhofika na kichwa changu kimejaa mvi, na mimi sikuwa na bahati mbaya pale ninapokuomba, bali bahati yangu siku zote ni nzuri, unaniitikia ninapokuomba. Na mimi ninaogopa kuwa jamaa zangu hawatashika vyema amri za dini baada ya kufa kwangu, na mke wangu bado ni tasa hazai. Basi niruzuku mwana kwa fadhila yako, atakayeshika pahala pangu kwa watu wangu baada yangu, anirisi elimu na dini, na awarisi ukoo wa Yakubu falme. Ewe Mola wangu mlezi, na mjalie awamaridhia kwako na kwa watu. Akaitwa, ewe Zakaria, sisi tunakubashiria habari nzuri kuwa utapata mwana, na jina tumemwita Yahya, hatujapata kumwita mtu yeyote kwa jina hilo kabla yake. Zakaria akasema kwa mastaajabu, ewe Mola wangu mlezi, vipi nipate mwana na hali mke wangu ni tasa, na mimi nimo katika miaka ya ukongwe? Mwenyezi Mungu akamfunulia mja wake Zakaria mambo ni kama walivyobashiriwa, na kwamba kupewa wewe mtoto juu ya ukongwe wako na utasa wa mkeo ni jambo jepesi kwangu mimi. Wala usiyaone hayo kuwa ni mbali na hayawezi kuwa, kwani mimi nilikuumba wewe kabla yake, na hali hukuwa kitu chochote. Zakaria akasema, ewe Mola wangu mlezi, nijalie alama ya kuonyesha kuwa nitapata hayo nilibashiria.
Mwenyezi Mungu mtukufu akasema, alama yako ni kuwa hutaweza kusema muda wa masiku 3, nawe ni mzima wa hisia na ulimi. Zakaria akawatokea watu wake kutoka kwenye mswala, na akawaashiria wamtakase Mwenyezi Mungu asubuhi na jioni. Yahya akazaliwa, akakuwa, na kisha akapata wito, na akaamrishwa yatende yaliyomo katika Taurati kwa juhudi na kuazimia. Na Mwenyezi Mungu alimpa utotoni mwake elimu ya dini na kufahamu hukumu za sharia. Mwenyezi Mungu akampa tabia ya huruma na utukufu wa nafsi, na akamjenga katika uchamungu. Na Mwenyezi Mungu alimjalia mwema mno kwa wazazi wake wote wawili, na akiwafanyia hisani, wala hakumfanya wajeuri kwa watu, wala awe mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu. Na salama na amani iwe kwake, asipatikane na madhara wala maudhi siku ya kuzaliwa kwake, na siku ya kufa kwake, na siku atakufufuliwa kuwa hai tena. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. Namtaje Mariamu katika kitabu pale alipojitenga na jamaa zake mahali upande wa mashariki, na akaweka pazia kujikinga nao. Tukampelekea roho wetu, akajifananisha kwake sawa na mtu. Akasema, hakika mimi najikinga kwa mwingi wa rehema aniepushe nawe ukiwa ni mcha Mungu. Akasema, hakika mimi ni mwenye kutumwa na Mola wako mlezi ili nikubashirie tunu ya mwana aliyetakasika. Akasema, nitampataje mwana hali mwanadamu yeyote hajanigusa wala mimi sikahaba? Akasema, ndiyo hivyo hivyo Mola wako mlezi amesema, haya ni mepesi kwangu, na ili tumfanye kuwa ni ishara kwa watu na rehema itokayo kwetu, na hilo ni jambo lililokwisha hukumiwa. Basi akachukua mimba yake na akaondoka nayo mpaka mahali pambali. Kisha uchungu ukampeleka kwenye shina la mtende, akasema, laiti ningelikufa kabla ya haya na nikawa niliyesahaulika kabisa. Pakatangazwa kutoka chini yake, usihuzunike, hakika Mola wako mlezi amejaalia chini yako kijito kidogo cha maji, na litikise kwako hilo shina la mtende, utakuangushia tende nzuri zilizombivu. Basi kula na kunywa na litue jicho lako, na pindi ukimwona mtu yeyote basi sema, hakika mimi nimeweka nadhiri kwa Mwenyezi Mungu ya kufunga, kwa hivyo leo sitasema na mtu. Akenda naye kwa jamaa zake amembeba. Wakasema, ewe Mariamu, hakika umeleta kitu cha ajabu. Ewe dada yake Harun, baba yako hakuwa mtu mwovu wala mama yako hakuwa kahaba. Akawaashiria. Wakasema, vipi tumsemeze aliye bado mdogo yumo katika mlezi? Akasema, hakika mimi ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu, amenipa kitabu na amenifanya nabii, na amenijalia ni mwenye kubarikiwa popote pale ni wapo, na amenihusia sala na zaka maadamu ni hai,
na nimtendee wema mama yangu, wala hakunifanya niwe jeuri mwovu. Na amani iko juu yangu siku niliyozaliwa, na siku nitakayokufa, na siku nitakayofufuliwa kuwa hai. Huyo ndiye Isa mwana wa Maryamu. Ndiyo kauli ya haki ambayo wanaifanyia shaka. Haiwi kwa Mwenyezi Mungu kuwa na mwana, subhanahu, yeye ametakasika. Anapolihukumia jambo basi huliambia tu kuwa, likawa. Na hakika Mwenyezi Mungu ni Mola wangu mlezi na Mola wenu mlezi, basi muabuduni yeye. Hii ndiyo njia iliyonyoka. Lakini makundi yakahitilifiana wao kwa wao. Basi ole wao hao waliokufuru kwa kuhudhuria siku iliyokuu. Watasikia na wataona vizuri vilioje siku watakayotufikia. Lakini madhalim sasa wamo katika upotovu uliodhahiri. Na waonye siku ya majuto itakapokatwa amri, nao wamo katika ghafla wala hawaamini. Hakika sisi tutairithi ardhi na walio juu yake, na kwetu watarejeshwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe Mtume, taja katika Qur'ani ya hadithi ya Maryamu pale alipojitenga na jamaa zake na watu wote, akaenda upande wa mashariki ya pale alipokuwepo. Akafunga pazia baina yake na hao watu. Mwenyezi Mungu akamtuma Jibril amwendee kwa sura ya mwanadamu kamili, ili asishtuke kumwona kwa sura yake ya malaika ambayo hakuizoea. Maryamu akasema, mimi najilinda kwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, anikinge nawe ikiwa tarajiwa umche Mwenyezi Mungu na umwogope. Malaika akasema, mimi si lolote ila nimetumwa na Mola wako mlezi, niwe ni sababu ya kuwa wewe upate mwana aliyesafi wa kheri. Maryamu akasema, vipi nipate mwana na hajanikaribia mwanamume yoyote, na mimi si kahaba? Malaika akasema, mambo ni kama unavyosema, hakukugusa mwanamume. Mola wako mlezi amesema kukupa mwana bila baba ni jambo jepesi kwangu, na hilo liwe ni ishara kwa watu ya kuonyesha ubora wa uwezo wetu, kama ilivyokuwa ni rehema kwa mwenye kufuata uongofu wake. Na huku kuumbwa kwa Isa ni amri iliyokwisha kadiriwa, ni lazima iwe. Matakwa ya Mwenyezi Mungu yakatimia. Maryamu akachukua mimba ya Isa kwa namna alivyoitaka Mwenyezi Mungu. Akatoka na mimba yake, akaenda pahala mbali na watu. Machungu ya uzazi akamchukua mpaka kwenye shina la mtende alitegemee, na apate kujistiri. Akawaza vipi watavyoudhika watu wake, naye kwa haya akatamani afilie mbali, asahaulike kabisa wala asitajike. Malaika akamtangazia kutoka pahala kwa chini yake, usihuzunike kwa upweke wako na kukosa chakula na chakunywa na maneno ya watu. Mwenyezi Mungu kishajalia karibu nawe kijito kidogo, na hebu tikisa huo mtende, zitakuangukia tende mbivu nzuri. Na litikise kwako hilo shina la mtende, utakuangushia tende nzuri zilizo mbivu. Imethibiti kuwa tende hasa za ratab, yani freshi, zina faida kubwa sana katika mwili na nyepesi katika tumbo. Basi kula hizo tende na kunywa maji hayo, na tuwa roho yako. Na ukikutana na mtu yoyote ambaye hakupendezewa na hali yako hii, basi muashirie kuwa wewe umo katika saumu, na usemi na mtu. Maryamu akenda kwa watu wake, na akambeba Isa. Wakamwambia kwa mastaajabu na kudhika, umefanya kitendo kiovu. Ewe wa kizazi cha Harun, aliyekuwa nabii mcha Mungu mashumu, vipi umefanya ulioyafanya, na baba yako hakuwa na tabia mbovu, wala mama yako hakuwa kahaba? Ewe dada wa Haruni, baba yako hakuwa mtu mwovu, wala mama yako hakuwa kahaba. Imeandikwa katika Encyclopedia Britannica kuwa Qur'ani imekosea kosa la kihistoria ilipomwita Maryamu dada wa Harun, ilhali baina Maryamu huyu na Haruni ndugu ya Musa ni karne nyingi.
wamesahau hawa kuwa udugu wa kiarabu upo kushabihiana. Makusudio ya hapa ni kushabihiana kwa wema na kuchamgu, yani ewe uliyemshabihi Harun kwa wema na uchamgu. Nini kilichokugeuza hali yako njema ukawa hivyo? Wala baba yako hakuwa mtu muovu wa kutenda mabaya, wala mama yako kufanya uchafu. Kadhalika Mariamu ni ukoo Harun, na pengine huitwa binti wa Imrani, na Imrani ni baba yake Harun. Akawashiria yule mtoto waseme naye, wakasema, vipi tuzungumze na mtoto mchanga ambaye bado yumo katika ubeleko? Isa aliposikia maneno yao, Mwenyezi Mungu alimtamkisha akasema, hakika mimi ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu, atanipa Injili na ataniteua niwe nabii. Atanijalia na baraka nikifunze kheri na nikiwafaa watu, na niamrisha nishike swala na nitoe zaka muda wa hai wangu, kama alivyoniamrisha niwe mwema kwa mama yangu, wala hakunifanya niwe jabari kwa watu wala mwenye kumwasi yeye. Na amani iwe juu yangu kutokana na Mwenyezi Mungu siku ya kuzaliwa kwangu na siku ya kufa kwangu na siku ya kufufuliwa kwangu nikawa hai tena. Huyo mwenye kusifiwa kwa sifa hizo ndiye Isa bin Mariamu, na hii ndiyo kauli ya kweli iliyomhusu yeye wanaoipinga wapotovu na wakamtilia shaka unabii wake hao wenye kuitia shaka. Wala haifai wala haingia akilini kuwa Mwenyezi Mungu awe na mwana. Yeye ametakasika na hayo. Shani yake subhanahu ni akipitisha hukumu ya jambo lolote, basi litakalo huwa bila muhali, kwa tamko tu la kusema kuwa na hilo jambo huwa. Na hakika Mwenyezi Mungu ndiye Bwana wangu na ndiye Bwana wenu, basi muabuduni yeye, wala msimshirikishe na yeyote. Hii inayokuitieni ndiyo njia itakayokufikisheni kwenye mafanikio. Na juu ya uliokwisha tangulia katika kauli ya haki iliyomhusu Isa, watu wa Biblia wamekhtalifiana wao kwa wao na wakazua madhehebu mbalimbali. Na makafiri watapata adhabu kali watapohudhuria siku ya hisabu, na wakashuhudia msimamo wa kiyama, na wakakuta malipo maovu kabisa. Watakuwa na masikio makali na macho yenye nguvu siku watakayokutana na Mwenyezi Mungu. Lakini wao hii leo duniani, kwa kujidhulumu nafsi zao na kuacha kwao kunafiika kwa kusikia na kuona, wamo katika upotovu wa kuiacha haki, na hayo ni dhahiri isiyo na uficho. Ewe Mtume, wahadharishi hawa wenye kudhulumu na siku watakayojuta kwa kupindukia kwao mipaka katika haki ya Mwenyezi Mungu na haki ya nafsi zao wenyewe. Na hapo hisabu yao itakuwa imekwisha na malipo wamekwisha yapata. Na hali huko duniani walikuwa wameghafilika na siku hiyo, hawakusadiki kuwa kutakuwako kufufuliwa na kulipwa. Hebu jamani, na wajue watu hawa hakika Mwenyezi Mungu ndiye mrithi wa kurithi ulimwengu wote na kila kiliomo ndani yake, na hisabu yao wote ni juu ya Mwenyezi Mungu. واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا
قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. Na mtaje katika kitabu Ibrahim, hakika yeye alikuwa mkweli nabii. Alipomwambia baba yake, ewe baba yangu, kwa nini unaabudu visivyosikia na visivyoona na visivyokufaa chochote? Ewe baba yangu, kwa yakini imenifikia elimu isiyokufikia wewe, basi nifuate mimi, nami nitakuongoza njia iliyo sawa. Ewe baba yangu, usimwabudu sheitani, hakika sheitani ni mwenye kumuasi mwingi wa rehema. Ewe baba yangu, hakika mimi naogopa isikupate adhabu inayotoka kwa mwingi wa rehema ukaja kuwa mwenziwe sheitani. Akasema, unaichukia miungu yangu ewe Ibrahim? Kama huachi, basi lazima nitakupiga mawe na niondokele mbali kwa muda. Akasema, salamun alaika, amani iwe juu yako. Mimi nitakuombea msamaha kwa Mola wangu mlezi, hakika yeye ananihurumia sana. Nami najitenga nanyi na hayo mnayoyaabudu badala ya Mwenyezi Mungu, na ninamuomba Mola wangu mlezi hasa nisiwe mwenye kukosa bakhti kwa kumuomba Mola wangu mlezi. Basi alipojitenga nao na yale waliokuwa wakiabudu badala ya Mwenyezi Mungu, tulimpa Ishaq na Yaakub, na kila mmoja tukamfanya nabii, na tukawapa rehema zetu, na tukawajalia kupewa sifa za kweli tukufu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Ewe mtume, watajie watu katika Qur'ani hadithi ya Ibrahim. Hakika yeye alikuwa mtu mkweli kabisa katika kauli yake na vitendo vyake, na mwenye kueleza vilivyo habari za Mwenyezi Mungu. Nataja pale Ibrahimu alipomsemeza baba yake kwa upole akimwambia, ewe baba yangu, vipi unayaabudu masanamu yasiyosikia wala hayaoni, wala hayawezi kukuletea kheri wala kukukingia shari? Ewe baba yangu, mimi amenijia kwa njia ya ufunuo, yani wahyi wa Mwenyezi Mungu, ambayo wewe hukuyapata, ya kumjua Mwenyezi Mungu na kujua yanayomlazimu mwanadamu kwa Mola wake mlezi. Basi nifuate mimi kwa hayo ninayokuitia ya imani, nitakuonyesha njia iliyonyoka itayokufikisha kwenye haki na mafanikio. Ewe baba yangu, usimtii shetani anayekuzaini uabudu masanamu. Ni mtindo wa shetani kumwasi Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na kuikhalifu amri yake. Ewe baba yangu, mimi nakuogopea ukiendelea na ukafiri utapatilizwa kwa adhabu kali kutokana na mwingi wa rehema, ukawa mwenzio ni shetani motoni, wewe unamkaribia na yeye anakukaribia. Baba akasema kumwambia Ibrahimu, naye kakasirika naye akimtolea ndaro, yawaje unawawacha miungu yangu wewe Ibrahimu, na unanitaka nimwabudu Mungu wako?
kama hukusita kuwatukana masanamu, basi hapana shaka nitakupiga kwa mawe. Tahadhari nami niondokele kwa muda mrefu mpaka nikuwe haki zangu. Ibrahimu bado akamtwaa pole baba yake, akamwaga kwa kusema, salamun alaika, amani iwe juu yako. Nitamwomba Mola wangu mlezi akuongoe na kusame, na Mola wangu mlezi amenizoeza kuwa na huruma nami na kuwa karibu nami. Na hivyo mimi basi nakuondokeni, na najitenga na hiyo miungu mnayoiabudu badala ya Mwenyezi Mungu, nami namwabudu Mola wangu mlezi tu peke yake, kwa kutaraji kuwa apokee utiifu wangu wala asipotee matarajio yangu. Ibrahimu alipojitenga na baba yake na kaumu yake na miungu yao, Mwenyezi Mungu alimkirimu kwa kumpa dhuria wema, juu ya kuwa alikuwa kesha kata tamaa ya kupata watoto, kwani yeye na mkewe walikwisha kuwa ni wakongwe, si wakuzaa tena. Mwenyezi Mungu akatunukia Isihaka, na kutokana na Isihaka kazaliwa Yakubu, na akawateua wote wawili wawe manabii. Na tukawapa juu ya cheo cha unabii kheri nyingi za dini na dunia kwa rehema zetu, na tukawarithisha duniani makumbusho mema ya daima kwa ulimi wa kweli mtukufu wa kutaja sifa zao. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. na mtaje Musa katika kitabu, hakika yeye alikuwa ni mwenye kuchaguliwa na alikuwa mtume nabii, na tulimwita upande wa kulia wa mlima na tukamsogeza kunong'ona naye, nasi kwa rehema zetu tukampa nduguye Harun awe nabii. na mtaje katika kitabu Ismail, bila shaka yeye alikuwa ni mkweli wa ahadi na alikuwa mtume nabii, na alikuwa akiwaamrisha watu wake sala na zaka, na alikuwa mbele ya Mola wake mlezi mwenye kuridhiwa. na mtaje katika kitabu Idris, hakika yeye alikuwa ni mkweli nabii, na tulimuinua daraja ya juu. hao ndio waliowaneemesha Mwenyezi Mungu miongoni mwa manabii katika uzao wa Adam, na katika uzao wa wale tuliowapandisha pamoja na Nuhu, na katika uzao wa Ibrahim na Israel, na katika wale tuliowaongoa na tukawateua. Wanaposomewa aya za mwingi wa rehema huanguka kusujudu na kulia. Lakini wakaja baada yao walio wabaya, wakaacha sala na wakafuata matamanio, basi watakuja kuta malipo ya ubaya, isipokuwa waliotubu wakaamini na wakatenda mema. hao basi wataingia peponi, wala hawatadhulumiwa chochote. bustani za milele alizoahidi Rahmani waja wake katika siri, hakika ahadi yake hapana shaka itafika. humo hawatasikia upuzi ila salama tu, na watapata humo riziki zao asubuhi na jioni. hiyo ndiyo pepo tutayowarithisha katika waja wetu waliokuwa wachamgu, wala hatuteremki ila kwa amri ya Mola wako mlezi. ni yake yeye yaliyoko mbele yetu na yaliyoko nyuma yetu na yaliyomo katikati ya hayo, na Mola wako mlezi si mwenye kusahau. Mola mlezi wa mbingu na ardhi na vilivyo baina yake, basi muabudu yeye tu na udumu katika ibada yake. Je, mnamjua mwenye jina kama lake? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe mtume, wasomee watu katika Qur'ani hadithi ya Musa. Yeye alikuwa ni mwenye nia safi kwa nafsi yake na moyo wake na mwili wake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu alimteua kwa kumpa unabii na utume, nasi tulimtukuza na tukamwita kwenye mlima wa Tur. Musa akasikia huo wito wa Mwenyezi Mungu kwa upande wa kulia, nasi tukamkaribisha kwa kumtukuza na tukamteua ili tunong'one naye. Tukampa rehema yetu na neema yetu, na tukamchagua pamoja naye ndugu Harun awe nabii vile vile, ili amsaidie kufikisha ujumbe. Ewe mtume, wasomee watu yaliyomo katika Qur'ani katika kisa cha Ismail. Hakika yeye alikuwa ni mkweli wa kutimiza ahadi yake, na alimwahidi baba yake kuwa atasubiri pindi akimchinja kama alivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu, na akatimiza ahadi yake. Na Mwenyezi Mungu akamtolea fidia ya kondoo badala yake, na akamtukuza kwa kumpa utume na unabii. Na alikuwa akiwaamrisha watu wake kushika sala na kutoa zaka, na akawa katika makamo matukufu katika kumridhi Mola wake mlezi. Ewe mtume, wasomee watu yaliyomo katika Qur'ani hadithi ya Idris. Dasturi yake ilikuwa ni ukweli wa kauli na vitendo na amali, na Mwenyezi Mungu alimpa utukufu wa unabii. Na kwa hayo Mwenyezi Mungu alimnyanyua cheo cha juu,
hao waliokushatajwa ni miongoni mwa waliowaneemesha Mwenyezi Mungu katika manabii, katika dhuria wa Adam na dhuria wa tuliookoa pamoja na Nuhu na dhuria wa Ibrahim kama Ismail, na katika dhuria wa Yakubu kama manabii wa wana wa Israeli, na miongoni tuliowaongoa kwenye haki na tukawachagua walinyanyue neno la Mwenyezi Mungu. Hawa pindi wakisikia aya za Mwenyezi Mungu wanasomewa huingia hofu na huanguka mpaka chini wakimsujudia Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu. Tena baada ya wateuliwa hawa wakatokea wa vizazi vingine wasiokuwa waongofu kama hao, wakaacha swala, wakapuuza kunafirika na uongofu wake, na wakashughulikia maasi. Hawa basi watakuja kutamalipo ya maasi yao na upotovu wao duniani na akhera. Lakini wataudhiriki nafsi zao kwa kutubia na kwa imani ya kweli na vitendo vyema, basi Mwenyezi Mungu ataipokea toba yao na atawaingiza peponi na atawalipa sawa ujira wao. Bustani hizo za peponi ni makazi ya milele kwa mujibu wa ahadi ya Rahman, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, kuwaahidi waja wake waliotubia na wakamwamini kwa ghaibu bila kumwona. Basi wao wataingia humo bila shaka yoyote, kwani ahadi ya Mwenyezi Mungu haina kinyume. Na hao katika bustani hizo za peponi hawatakuwa na mazungumzo ya upuuzi, wala hawatasikia ila kheri na amani, na riziki yao ni tele na imedhaminiwa haina ukomo. Na hakika Mwenyezi Mungu huwapa pepo hiyo iwe yao wale ambao duniani walikuwa wacha Mungu, wakaacha maasi na wakatenda mema na ustahiki. Na wakati wanapoingia wakatulia humo husema kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, hatukuingia peponi wala hatuondoki kutoka hapa kwenda penginepo ila kwa amri ya Mwenyezi Mungu na fadhila yake. Kwani yeye subhanahu ndiye mwenye kumiliki, mwenye kudabiri na mwenye kujua ya mbele yetu na ya nyuma yetu. Wala yeye Mwenyezi Mungu hasahau kutimiza ahadi yake aliyoahidi waja wake wacha Mungu. Kwani yeye subhanahu ndiye muumba na mwenye kumiliki mbingu na ardhi na viliomo baina yake, na ndiye mwenye kuyaendesha mambo yao yote, na ndiye peke yake mwenye kustahiki kuabudiwa. Basi muabudu yeye tu na ushikilie kumwabudu, nawe hali umesubiri na umetua. Kwani yeye subhanahu ndiye mwenye kustahiki peke yake kuabudiwa, wala hana mwenzie anayestahiki kuabudiwa au kuitwa kwa jina lake. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن
أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا فنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. Na mwanadamu husema hivyo, nitakapokufa ni kweli nitafufuliwa niwe hai tena? Je, hakumbuki mwanadamu ya kwamba tulimuumba kabla na hali hakuwa chochote? Basi naapa kwa Mola wako mlezi, kwa yakini tutawakusanya wao pamoja na mashaitani, kisha tutawahudhurisha kuizunguka jahannam, nao wamepiga magoti. Kisha kwa yakini tutawatoa katika kila kundi wale miongoni mwao waliozidi kumuasi Ar-Rahman, mwingi wa rehma. Tena hakika sisi tunawajua vyema zaidi wanaostahiki kuunguzwa humo, wala hapana yeyote katika nyinyi ila ni mwenye kuifikia. Hiyo ni hukumu ya Mola wako mlezi ambayo lazima itimizwe. Kisha tutawaokoa wale waliocha Mungu, na tutawaacha madhalimu humo wamepiga magoti. Na wanaposomewa aya zetu zilizo wazi, waliokufuru huwaambia walioamini, lipi katika makundi mawili lenye cheo kizuri na hilo bora barazani? Na kaumu ngapi tuliziangamiza zilizokuwa na mapambo mazuri zaidi na wazuri zaidi kwa kuwatazama. Sema, walio katika upotofu basi Ar-Rahmani mwingi wa rehma atawapururia muda mpaka wayaone walioonywa, ama ni adhabu au ni saa. Hapo ndipo watapojua ni nani mwenye makao mabaya na mwenye askari dhaifu. Na Mwenyezi Mungu huwazidishia uongofu wenye kushika uongofu, na mema yenye kudumu ni bora katika malipo mbele ya Mola wako mlezi, na yana mwisho mwema. Je, umemwona aliyezikanya ishara zetu na akasema, kwa hakika mimi nitapewa mali na wana? Kwani yeye amepata habari za ghaibu, au amechukua ahadi kwa Ar-Rahmani mwingi wa rehma? Hasha, tutaandika anayoyasema, tutamkunjulia muda wa adhabu, na tutamrithi hayo anayoyasema, na atatufikia mtupu peke yake. Na wamechukua miungu mingine badala ya Mwenyezi Mungu ili ati iwape nguvu. Sivyo kabisa, wataikataa hiyo ibada yao, na watakuwa ndiyo dhidi yao. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na mwanadamu kwa mastaajabu watafufuliwa husema, vipi nitafufuliwa niwe hai tena baada ya kushakufa na kuteketea?
vipi huyu binadamu anamstajabia Mwenyezi Mungu kuweza kumfufua akhera, na hakumbuki kwamba yeye mtukufu alimuumba duniani naye hakuwa chochote, na hali kurejesha kuumba ni jambo jepesi kuliko kuanza kuumba hapo mwanzo ukipima kwa akili. Ikiwa hili jambo la kufufuliwa linaonekana ni geni, wanalikataa makafiri, basi naapa kwa aliyekuumba na akakulea na akakukuza, siku ya kiyama tutawakusanya makafiri pamoja na mashetani wao waliowazaini hata wakauona ukafiri mzuri. Tutawakusanya wote kuizunguka jahanamu, nao wamepiga magoti kwa udhalili na wingi wa kitisho na kufadhaika. Kisha kwa yakini kutoka kila kikundi tutawatoa wale walioshahidi ya ukafiri kumkufuru Mwenyezi Mungu na kumuasi, tutawapeleka wao mbele kwenye adhabu iliyokali kabisa. Na sisi tunawajua vyema zaidi kati yao wanaostahiki kuingia motoni na kuungua humo. Na enyi viumbe, hapana yeyote kati yenu ila atahudhuria hapo. Muumini atauona moto na atapita, na kafiri atumbukia. Amri hii lazima itimizwe. Hukumu ya Mwenyezi Mungu imekwisha pita. Tena kwa rehema yetu tutawakusanya wacha Mungu na tutawaokoa na jahanamu, na tutawaacha humo wale waliodhulumu nafsi zao wakipiga magoti kwa kuadhibu. Na walikuwa makafiri duniani pindi wakisomewa aya za Mwenyezi Mungu zenye kueleza wazi wakizipuza, na wakiwaambia waumini kwa majivuno ya mali yao na watu wao, nyinyi si kama sisi katika dunia, sisi tuna cheo bora zaidi kuliko nyinyi, na hadhi zetu mabarazani ni kubwa zaidi. Hali kadhalika itakuwa hali yetu akhera mnayoiamini nyinyi. Ingeliwafalia hawa makafiri wangewaidhika kwa yaliyowapata watu wengi waliowatangulia. Wao walimkufuru Mwenyezi Mungu na wakawa na cheo bora zaidi katika dunia na starehe nyingi zaidi, na wakipendeza kuangalia, na Mwenyezi Mungu akawateketeza kwa ukafiri wao, nao ni wengi, na katika mabaki yao pana mafunzo kwa mwenye kuzingatia. Ewe Mtume, waambie hawa aliyomo katika upotovu na ukafiri, Ar-Rahmani mwingi wa rehema humpa muhula, akamkujulia umri azidi ujabari wake na upotovu wake. Na makafiri huwakariria waumini kauli kwa kusema, kundi gani baina yetu na nyinyi lenye hadhi zaidi na bora katika mabaraza na majilisi, mpaka watakapoona yale walioahidiwa nayo, ama kuadhibiwa na Waislamu duniani kwa kuwawa na kutekwa au kupata hizaya ya siku ya kiyama. Hapo tena watajijua kuwa hali yao ni duni na msaada wao ni dhaifu. Ama wenye kuamini ishara za Mwenyezi Mungu pindi ukazisikia tu wanazikubali, na Mwenyezi Mungu huwazidishia taufiki kwa vitendo vyao vizuri, na vitendo vyema ni bora na vinadumu zaidi kwa Mwenyezi Mungu kwa malipo, na kuwa mwisho wake ni mwema. Yafaa ustaajabu ewe Mtume huu mtindo wa anayekanya ishara za Mwenyezi Mungu. Mtu huyu amefitinika na dunia yake, akakanya kufufuliwa, akasema kwa masfara, hakika Mwenyezi Mungu atanipa akhera hiyo mnayodai mali na wana itafakari nayo huko. Naye anadhani kuwa akhera ni kama dunia, hukisiwa ya huko kama ilivyo huku. Amesahau kuwa huko ni malipo ya mema na mabaya, na kwamba kuzidiana huko ni kwa vitendo vyema. Kwani huyo kafiri amejua siri ya ghaibu hata ieleze kwa ukweli? Na kwani amechukua ahadi kwa Mwenyezi Mungu kwa hayo hata awe na tamaa? Basi na ayache hayo anayazua, kwani sisi tunamhisabia uzushi wake, na atakuta adhabu yake imekunjuliwa muda mrefu kuliko anavyofikiri. Mwenyezi Mungu atampokonya yote anayotafakari nayo duniani, mali na wana, na atamteketeza, na atakuja akhera peke yake mtupu, hana mali wala mwana wala msaidizi. Hao makafiri wamewafanya miungu mingine mbalimbali badala Mwenyezi Mungu wakaiabudu, ili wawe ndio waombezi wao akhera. Yawapasa waachilie mbali hayo wanayoyadhani. Hiyo miungu itakuja wapinga ibada yao na wataikanya, na hiyo miungu itakuwa ndiyo mahasimu wa washirikina, na itaomba waadhibiwe. ألم تر أنا
أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا kwani huoni ya kwamba tumewatuma mashaitani kwa makafiri wawachochee kwa uchochezi? Basi usiwafanyie haraka, sisi tunawahesabia idadi ya siku zao. Siku tutayowakusanya wacha Mungu kuwapeleka kwa Ar-Rahmani mwingi wa rehema kuwa ni wageni wake, na tukawachunga wahalifu kuwapeleka Jahannam hali ya kuwa wana kiu. Hawatakuwa na mamlaka ya uombezi ila wale waliochukua ahadi kwa Ar-Rahmani mwingi wa rehema. Na wao ati husema kuwa Ar-Rahman mwingi wa rehema ana mwana. Hakika mmeleta jambo la kuchusha mno. Zinakaribia mbingu kutatuka kwa hilo, na ardhi kupasuka, na milima kuanguka vipande vipande, kwa kudai kwao kuwa Ar-Rahman mwingi wa rehema ana mwana. Wala hahitaji Ar-Rahman mwingi wa rehema kuwa na mwana. Hapana yeyote aliyomo mbinguni na ardhini ila atafika kwa Ar-Rahman mwingi wa rehema kuwa ni mtumwa wake. Yeye hakika amewadhibiti na amewahisabu sawa sawa, na kila mmoja katika wao atamfikia siku ya kiyama peke yake. Hakika walioamini na wakatenda mema, Ar-Rahman mwingi wa rehema atawajalia mapenzi. Na hakika tumeifanya nyepesi kwa ulimi wako ili uwabashirie kwayo wacha Mungu na uwaonye kwayo watu wabishi. Na kaumu ngapi tumezihiliki kabla yao? Je, unawaona hata mmoja katika wao au unasikia hata mchakato wao? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe mtume, hujui kama sisi tumewapa madaraka mashaitani juu ya makafiri, nao wamewazuga hawa makafiri, wanawaghuri na kuwapeleka kwenye maasi waiache haki na wafuati wao. Basi ewe mtume, usiingie dhiki moyo wako kwa ukafiri wao, wala usiwatakia adhabu ya haraka,
kwani sisi tunawawacha hivi duniani kwa muda wenye kiwango maalum, na tunawadhibitia amali zao na madhambi yao ili akhera tuwahisabie. Ewe mtume, itaje siku tutapowakusanya wacha Mungu kuwapeleka peponi makundi kwa makundi yaliyotukuzwa, na tutawachagua wakosefu kuwasukuma jehanamu, nao wamebanwa na kiu kama wanavyochungwa wanyama kwenda kwenye maji. Na hapana atayekuwa na mamlaka ya uombezi siku hiyo yeyote isipokuwa aliyepata ruhusa Mwenyezi Mungu mtukufu kwa ahadi aliyompa. Washirikina na Mayahudi na Wakristo wamesema Mwenyezi Mungu amejifanyia mwana kutokana na malaika au kutokana na watu. Enyi mliosema hivyo, mmeleta jambo linalochusha mno, linalochusha katika akili iliyokaa sawa. Mbingu zakaribia kupasuka kwa hayo, na ardhi kudidimia, na milima kuanguka mapande mapande. Vituko hivyo vya mbingu na ardhi na milima vyakaribia kutokea kwa sababu ya kumbandikiza Mwenyezi Mungu mwana. Wala hayaingia akilini kwa Mwenyezi Mungu awe na mwana, kwani kuthibiti kuwa na mwana yeye inahitajia awe yeye ni mwenye kuzuka, mwenye mwanzo na mwisho, na kuwa yeye awe na haja ya mwana. Hapana yeyote aliyomo mbinguni na kwenye ardhi ila atamjia Mwenyezi Mungu subhanahu siku ya kiyama, hali naye ni mtumwa wake mwenye kunyenyekea ungu wake. Ujuzi wake umewaenea wao wote na wanayoyatenda, hapana aliyefichikana kwake wala chochote katika vitendo vyao. Na wote hao watamjia siku ya kiyama hali ni wapweke, hawana wasaidizi wa kuwasaidia, wala wana wala mali. Hakika waumini wenye kutenda mema Mwenyezi Mungu anawapenda na atawapendezesha kwa watu. Na hakika sisi tumeifanya hii Qur'ani kuwa ni nyepesi kwa lugha yako, ili kwa radhi ya Mwenyezi Mungu na neema zake uwape bishara nzuri wanaofuata amri zake na wakaepuka makatazo yake, na pia upate kuwaonya kwa hii Qur'ani wale wanaoipinga na wakakazana kuifanyia hasama, kuwa watapata ghadhabu za Mwenyezi Mungu na adhabu zake. Ewe mtume, isikuhuzunishe inadi yao kwako, kwani Mwenyezi Mungu amekushawahiliki kabla yao kaumu kadhaa wa kadhaa katika vizazi vilivyotangulia, wote wamemalizika, huwaoni hata mmoja wao wala huwasikii sauti zao.